kwa kuyajibu maswali hayo matano. Amen. Unahamishwa. Ndipo hata shangaa. Ndipo hata kushangaa. Kwamba mbona hakuwa hivi? Mbona alikuwa hivi? Sasa yeye yuko hivi. Hatumuelewe. Shuleni wanasema mjinga, wapi mjinga? Shambani mjinga, sokoni mjinga, wapi mjinga? Alafu unakutana na neno la Isaya 65:8, tujapoitwa wajinga hatutapotea. Maana yake inampata njia ya kwenda uzima. Sibabaishi na mama mwenzangu, sibabaishi na kijana, sibabaishi na askofu wala mchungaji, sibabaishi na Biblia, sibabaishi na maana inampata ataanza kunimulikia. Watasoma Biblia kama nyakati hizo ambazo tunatabiri. Utabaki na kiongozi kamilifu. Watabaki na Biblia. Wewe ni kiongozi ambaye ndio kiongozi mkamilifu. Maana wote waliandika Biblia walitoka katika yeye. Walipewa ni yeye aliyewapa uwezo ule. Kwa hiyo wewe utampata mwenye uwezo kuliko Musa. Utampata mwenye uwezo kuliko Yakobo. Utampata mwenye uwezo kuliko chochote. Ndipo utakuona unafanya mambo zaidi ya Biblia. Nini? Unafanya mambo zaidi ya mapokeo. Unafanya mambo zaidi ya mambo. Ametenguka. Anasema mapokeo ndio ni mapokeo ya baba yangu ambaye amenipa siku za mwisho, ambaye ni zaidi ya kwanza. Kwa sababu ya uovu yako mapokeo tutapokea kwake yatashangaza ulimwengu. Maana Biblia imekoma kwa control. Kama ingeliwafaa wasingepotea. Si neno lipo wamepotea sisi. Biblia ipo, neno lipo, wamepotea. Hivyo unajua mpango wa nini Mungu akasema mpaka nitoe mwanangu wa pekee. Unajua maana yake nini? Alitaka yani wewe uwe kama yeye. Je, jiulize uko kama yeye? Uko kama yeye? Uko kama yeye? Maana yake yeye akiingia ndani yako, wewe unakuwa ni mtumwa wa haki. Wanapopindisha wewe unapoteza haki. Wanahitaji kutumia Biblia, wanakuta wao wamesoma kwenye haki. Wanahitaji kufanya hivi na wanasema jana wasiorejea, wanakuta wao kwenye haki. Alafu wakisoma Biblia, hii ndio haki. Maana ni Mungu wa haki. Anaitwa mwenye haki. Kwa hiyo haki zote wewe zimekamilika. Wao wanakuja na Biblia, watakuja na vitabu, watakuja na rundo la theolojia, watakuta zimeitwa. Maana ni Mungu aliyeumba zote. Sisi bwana huwaga tumbaki hivi. Si mapokeo yale ndio maana wanabeba hivyo. Alafu sisi wewe mtu akiongoza ibada tofauti. Mtu akileta jambo lipi kanisani. Alafu huyo mtu sasa kwa taarifa ya kamera msipomjua nikwambie kupitia huyo kanisa zima la kwenda uweza kwenda motoni. Huyo kwa sababu ya kupigana na mtu asiyejua. Kupigana na mtu asiyejua. Maana utajua yaingia saa ngapi. Utajua kalisho saa ngapi. Utafahamu. Alafu atakuletea maneno na bishana naye. Mtapigana na wale pesa moja kwa mhubiri. Hapa ndipo nikwambia. Angalia tu hiyo msingi. Nina vitu vizito ambavyo mimi sikiliza ulimwengu haitaelewa kwa sababu Biblia ukitazama kama vile imekamilishwa na taifa. Ila ni jambo mwenyewe. Kwa sababu kulingana na uovu ambao uko duniani, Biblia imeshindwa kuwasaidia. Mpaka tokeze mambo mapya yatakao uponya moyo wa wanadamu ulio
hasa. Kitabu cha Mhubiri. Usikie huyu mtu sasa. Wanapokuambia mnaweza mkapotea, mkakengeuka, mkafa bila kujijua. Na watu hao wako wengi sana. Waliokubali kujibu maswali hayo wako wengi sana. Ijapo wako mbalimbali, wapo. Kitabu cha Mhubiri. Hapo mtu mmoja alisomea Mhubiri 11 anzia 13. Sikia sasa huyu mtu. Tumoja tusomee. Mhubiri 11:13. Ndio. Wewe asome na mic. Msikie mmoja asikilize. Huyu mtu sasa asikilize. Ni toka tunapozani wewe. Mhubiri 11. Sura 11. Mhubiri 11 mstari wa 13. No, Mhubiri 9. Mhubiri 9 mstari wa 13. Amen. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Sikiliza huyo mtu sasa, msipomsikiliza mnakufa. Pia nimeona mfano huu wa hekima chini ya jua. Nao ni kama hivi. Tena kwangu mimi ulionekana kuwa neno kubwa. Neno kubwa. Palikuwa na mji mdogo. Uliokuwa na watu wachache ndani yake. Akaja mfalme mkuu juu yake. Akausuru. Akajenga ngome kubwa ili kuupiga. Ndio. Basi kulikuwa na mtu maskini mwenye hekima. Sikiliza. Mtu maskini mwenye hekima. Sikiliza sasa. Mtu mmoja tu. Ndio. Naye kwa hekima yake akauokoa mji ule. Lakini hata hivyo hapakuwa na mtu yeyote aliyemkumbuka yule mtu maskini. Hata hivyo hakuna aliyemkumbuka. Ndipo niliposema, bora hekima kuliko nguvu. Bora hekima kuliko nguvu. Lakini hekima ya maskini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi. Maneno ya wenye hekima yanenwayo taratibu husikiwa. Zaidi ya mlio wake atawalaye katikati ya wapumbavu. Asante mtumishi wa Bwana. Mtu mmoja tu. Israeli alienda Musa kukomboa ulimwengu, alikuja Yesu mmoja. Maana Mungu anajua, huwa anafahamu sana kwamba watu wengi wapishi, watakuja na nguvu zao za theolojia. Tunasikia kwamba ni zaidi ya mtu mwenye nguvu yake. Theolojia zimepangwa zikaonekana kwamba zina nguvu ya kupingana na neno la haki. Nisikilize, theolojia zazindiwa na zigusi kwenye neno la haki. Neno la haki ni neno ambalo limesimamishwa, limejengwa na mwenye haki mwenyewe. Na hakuna atakayeweza kupindua. Na hakuna atakayeweza kujaribu kugusa. Nisikilize, kwa sababu ya watu wengi duniani, amen. Kwa sababu ya watu wengi duniani, watu Biblia imeshika kuwasaidia. Wanasoma usiku na mchana, wanapotosha maneno, wanapotosha, maana ndani yao hayupo mtu yule ambaye alisema kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Ndipo ambapo maneno yale yakija, atakwambia yakae hivi, utasoma Biblia, atakwambia yakae hivi, utasoma neno, litakuwa haki. Neno haki, utakuwa usome Biblia, imekufiti haki, kwa sababu hautapotea. Andiko huwa, sio ile zinaua. Wahubiri wameua kanisa. Juzi wakati naamka kabini, ndipo Mungu akanitokea, akaniambia jambo hili, akasema ole wake yeye anayesimama mbele ya madhabahu, mbele ya watu. Ole wake yeye aliyewahi kusema neno mbele ya watu ambao si la kwake. Ana ole ambaye aliongea neno, watu wakalipokea, wakalitumainia, wakazana ni Mungu. Msio walimu wengi. Sasa utajitetea nataka nini? Anasema msio walimu wengi. Mkijua mtanipatia hukumu ile kubwa zaidi. Watu akaniambia, shetani tukifanya mbele mtu akiokoka leo, hajajazwa anaanza kufundisha sana. Hajajazwa nguvu ya Mungu, anaanza kutoa
mwingine anatumia hisia, anatumia mambo yake ya kiakili, ya shuleni, ya kibinadamu. Nisikize, neno hili, amen amen. Unaona hii Biblia, amen. Hii Biblia unayoitazama hii. Amen amen. Nisikize, basi kwa Mungu utaelewa. Soma siku yote. Jifanye msomi sana. Kitakachofuata ni ukaelewa. Akasema atakuja atakayewatia katika kweli yote. Kwa anasema tambia, akasema atawatia. Maana anakuambia hii liko hivi, hii liko hivi, hii liko hivi, hii liko hivi, hii liko hivi. Hatimaye unafika leo. Tumia akili yako uone sasa. Ndio maana nisikilize. Yesu alisema alisikilizaye atakaa salama. Ni sana. Hakusema somaye Biblia. Nisikilize. Alisema alisikilizaye atakaa salama. Hakusema wasomaji wa Biblia. Alisikilizaye. Mstari moja. Mstari wa 33. Usikie, anasema alisikilizaye. Alisikilizaye. Ndio maana Yesu alipokuja alikuwa watu wanapenda kwa kusikiliza. Waliposikia maneno yake wakachomwa mioyo. Lakini leo hii atakayekuja huyo mtu hana tabia Mungu wa kumsaidia kuleta neno halisi na kuponya huyo mtu. Ataleta maneno yake, fasiri zake, mambo ya kwake, ataleta mambo ya kwake mwenyewe ambayo na yeye hayatamchoma. Yeremia anasema neno langu ni moto. Lolote ambalo liko kwenye Biblia usiku alisoma likakuchoma, basi vile wewe tayari nimeshakusaidia. Ila neno langu ni moto. Yaani kusoma kuanzia mwanzo hadi Ufunuo neno lake ni moto. Amen. Ndipo akaniambia wengi walikutukia na wengi wanadaiwa na Mungu kwa sababu walilipotosha kanisa. Mpaka kanisa lilienda kushoto kwa sababu ya watu waliokoka wakakimbia kwa sababu ya tamaa zao. Shetani akawajaribu, akaanza kuwafasisha maneno ambayo si sawa, kwa sababu wanataka wafasiri kwa faida zao wenyewe. Wanataka waeleze kwa faida zao, yaani wakubalike, wapendwe, hadi wapendwe. Nisikize, Yesu hakututuma kupendwa. Atakaye kupenda ni aliyepona. Anasema kwa sababu ya maneno yangu ulimwengu utawachukia. Nisikize, ulimwengu utawachukia kwa sababu ya maneno yangu, sio andiko. Kwa sababu ya maneno yangu, eti imeandikwa. Neno la Mungu ni zaidi ya andiko. Ole wao waliopotosha. Ole wao. Aliyejaribu kugusa Biblia akafasiri sio sawa. Sijui toba yake ikoje. Maana yule mtu leo mfasiri ameshaishika. Na anataka kufuta. Kama mpaka wewe upate toba ya kweli, Mungu ndiye atakufutia makosa yako. Mpaka wewe upate toba ya kweli, Mungu ndiye atakufutia makosa. Ninalo neno moja siku ya leo. Neno la msingi ya kwamba ulipozani Mungu alivyo sivyo. Ndipo akasema akili zangu si kama za wanadamu, mawazo yangu si kama wanadamu. Maana imefikia watu wanatembea kwa akili zao, si za Mungu. Wanatembea kwa mawazo yao, si mawazo ya Mungu. Alafu tunaenda mbinguni. Wako gizani totoro. Yesu nakupenda totoro. Unajua Yesu alikuja kufanya nini? Alikuja kuleta nuru. Baada ya kuona giza, dunia ni giza, alikuja kuleta nuru, watu wafike mbinguni salama bila kugonga. Amen. Leo umejikuwa nimeanguka. Leo umejikuwa uko gizani, sikize. Kwa kanisa likafikia hatua kwanza likaizoea damu ya Yesu. Likamzoea Roho Mtakatifu. Alafu akaondoka. Damu ya Yesu yenyewe ikafunga mipaka. Haiwezi kutakasa wale mazoea. Ni ya samani. Nisikilize. Mtu mwingine huyu, damu ya Yesu, nisikilize. Damu ya Yesu kuipaka
Yesu inakuja kwa mwenye, anakuja naye mwenyewe. Sasa mpaka toba ikamilike. Mwana mpotevu akasema nitakwenda kwa baba yangu, nitatubu makosa yangu, nitamwambia hivi. Maana alikuwa na toba kamilifu. Ndio maana babake akampokea, akamwambia babake. Kwa hiyo damu ya Yesu ni mtaji. Kwa sababu dhambi ilipoingia ili tujue kwa uchi au uzuri. Tusome Ufunuo 3. Dhambi ilipoingia ikatufanya tuwe uchi. Ufunuo 3. Nikupe leo, nataka nipe msingi. Ufunuo 3 mstari wa 17. Biblia inasema hivi, kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajisha wala sina haja ya kitu. Kwani wao wanakuwa wamefika mimi naenda mbinguni, mimi sina shida ya kitu, sina shida ya kitu mimi na Yesu. Unamfahamu Yesu akija ndani yako utakuwa hivi? Akija ndani yako hivi? Au kusikia kwamba watu wakaanza kuwashangaa wameelewa kwa mbingu. Wakaanza kuwashangaa hao ni machizi, bumbuazi. Unafikiri utakuelewa? Mmeona atakuelewa? Atakufundisha kweli. Mmeona jini pepo. Maana linajua nisisi. Atazina sio kama mwezina mtu fulani. Wale wanawake pale simame. Mimi na nini? Akasema hapa sasa utaona hapa. Wanaume watano. Na sio wako. Alimzuia. Huyo ni ambaye akija ndani yako anakupa macho. Unafikiri kwa kipofu kigonga bonga, unahisi hata ni fulani kabisa dhambi kitokea, hata fulani. Utajua kabisa wewe umetenda dhambi. Ufunuo 3 mstari wa 17. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajisha, maana yake umeridhika. Kuna mtu akajiona ameridhika, nina Yesu, kumbe hana Yesu. Akaridhika, nina Yesu, naenda mbinguni, akazana nafika mbinguni. Nao hujui ya kuwa mnyonge. Cha kwanza na kipofu, cha pili na uchi. Mtu mwingine anasema unaongea vitu gani? Kwani Adamu na Hawa walipotenda dhambi si waliona kwa uchi? Unajua kitu gani ambacho kiliondoka? Uzima wa Mungu uliondoka. Ikaja mauti. Na ile mauti ndio mshahara wa dhambi yetu mpaka tuilipe mauti. Na ambaye ili uwe salama usiwe na mauti mpaka Yesu akupe aje ndani yako kwamba ndiye uzima. Mimi ndiye uzima. Mtu ajaye kwangu hataona mauti hata milele. Usikie sasa Yesu anasemaje hapa? Ushauri wake. Anasema nakupa ushauri. Unasikia Yesu anapotupenda? Unasikia anapotupenda? Nakupa ushauri. Nakupa ushauri. Ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa aibu ya uchi isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Ndio maana kile kilimtokea Mungu alimjaripisha kwanza. Hivi huyu anaona, Yeremia waona nini? Maana akahakikisha kweli nimeingia ndani yake. Kweli paka hakikisha. Hey. Mhubiri anasimama na maneno kanjanja. Unajua mimi sina haki. Mimi Paulo alisema nifuateni mimi kama mimi ninavyofuata Kristo. Acha kutubabaisha. Kama hujaamini usipite mbele watu kuhubiri. Acha ujinga. Mimi sina haki, sijazaliwa hivi. Mimi ni chombo, kwani Petro, kwani Mungu ajua mimi ni chombo. Una maneno unajua kabisa ndani roho, sio maneno ya Mungu. Umetuletea kwako ndio maana utubembeleze tuyakubali. Hatukubali maneno ya kushawishika.
Injili yangu ilikuwa ya ushawishi. Injili yangu ilikuwa katika nguvu na dalili za Roho Mtakatifu ya kwamba analeta uzima ndani ya watu. Ambao tulipoteza ile, lazima rudi kwanza uzima. Yaani huwezi kumpendeza Yesu kama uzima haujawa ndani yako. Mpaka upate uhakika wa uzima. Hapo ndipo Yesu atafurahi juu yako. Hatutoe sadaka. Ndio maana akasema kutii bora kuliko sadaka. Maana yake anataka kwanza kuna kitu akupe, kwa sababu utatii maonyo, utatii utakubali atakapokuelekeza. Sio masadaka yako kwenda kafia huko kama una uzima. Hasa mauti eti utakayemtolea Yesu. Anaita sadaka. Sadaka Yesu ni asema dhabihu zangu ni moyo uliopondeka na roho iliyovunjika. Zaburi inasema ndizo sadaka za Yesu. Yaani hapo imaliza. Ukipata moyo uliovunjika, roho hiyo hapo umepata sadaka kweli. Yaani hiyo ndio sadaka. Anasema maombi ya mtu mnyofu ni zaidi ya sadaka ya ng'ombe ya kuteketeza. Sadaka ya mtu mnyofu, yaani maombi ya mtu mnyofu ni anaweza nikaomba hapa wewe ukafanya chochote kile, lakini nikampendeza kwa sababu gani? Nishapokea uzima ambao ndio hitaji lake. Yaani uzima ndio alikuja kuleta uzima. Bila uzima ndani yako hujampata Yesu. Na unahitaji utumie gharama zako zote mpaka urejee upate uzima. Maana yake aibu ya mtu wako. Nikwambie ndani mmoja wapo kama kanisa hajaokolewa. Nikuoneana masaifu. Huyu mmoja, huyu mbaya, huyu mbaya. Yaani hapa hawajafunikwa na vazi. Unasikia vizuri? Unakumbuka ile vazi ambalo Adamu alivisha? Kaanza kusemea mke wake na maneno mazuri. Unapomsema mwenzako mabaya, kuna vazi. Bado ni maiti. Unaongea sio ya juu, unaongea tu kwa sababu hata wewe unaongea sio ya kweli. Yaani kanisa iko kwa mpaka kuonea maziki, ujue mahali hapo hawajafunikwa bado. Biblia inasema hivi, watu wale kanisa kwanza walikuwa na upendo kama mtu kumpenda, kumwona mwenzako bora kuliko nafsi yako. Na ufikiri nini? Kuna kitu kiingia ndani yako kinawafanya vile. Sio wao. Ndipo Paulo anasema si mimi bali ni Kristo ndani yangu. Maana unapo chochote kinaendelea, si mimi, yaani sio mimi, ni Kristo ndani yangu ndiye amefanya hivyo. Kwa sababu anasema nifungulie mlango niingie. Mimi nikakubali kwa sababu nikakubali sionee hivyo. Na wewe fungua. Kwa anasema peke yangu nifungue mlango. Shida si ngumu kufungua mlango. Subiri. Utasali sana, mbingwa ipo. Nakupa ushauri ununue kwa mavazi ya dhahabu. Unajua anamaanisha nini? Uje kwangu nikupe damu ya Yesu. Damu yangu ambayo italeta uzima. Au mtu mwingine anajua mpaka damu ya uzima. Mtu kubadilika mpaka damu ya Yesu ifanye kazi. Nje hapo maneno matupu kubadilika. Utatubu sana na kufanya mengi usipojua ni wapi ulikokwamia. Mungu wakati anakuja duniani alijua mwanadamu ni wapi alipopotea. Akaanzia pale kuanza kazi. Mpaka ujue ulipopotea. Mpaka ujue ulipokwamia. Mpaka ujue mahali ambapo umefeli. Mpaka ujue bila kujua. Yaani nisikilize, bila kujua utabaki chini hii. Mwingine haelewi. Bado tusome kitabu hiki. 2 Ufunuo 2 mstari wa 4. Anasema, ninanena juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka. Unasikia vizuri? Kumbuka ni wapi ulipoanguka. Na usipokumbuka utalia mno. Alafu kitakachotokea ni sasa Maombolezo 3:8. Tusome. Maombolezo 3:8. Ndicho ambacho kitatokea. Maisha yako yote mpaka Yesu anakuja. Maombolezo 3:8. Anasema hivi.
Naam, nikilia na kuomba msaada, huyapiga maombi yangu. Unasikia vizuri? Unalia. Ndio anasikia kabisa. Ila anapiga maombi yako. Maana hujakumbuka dhambi yako ni ipi. Mpaka useme dhambi yako iliyokutenga na Yesu ni ipi. Mpaka uitue, sio ya kuambia hii. Wewe mwenyewe uitue. Yule mwanampotevu akakaa, akagundua, akasema mimi nitakwenda mwenyewe kwa baba yangu. Bora tu nimemtuma, lakini niende nikatubu. Yaani sio toba za kuambiwa bwana. Kama tumesema ndio tunakuja kutubu. Bado singe kama tusinge tu. Paka Mungu anakubadilisha sana na msenge. Ndio anambia basi nimetubu na msenge. Yaani wewe unatubu ili ataka tu apungue na tabia zako za kipumbavu. Hujatubu bwana. Toba ni kazi ya wewe mwenyewe kujikabrete na Isa. Hapo upate njia kama formula. Au uzuri kwamba hiyo damu ya Yesu unafikiri atakasa tu. Sio hivyo unavyozani wewe. Bado nikatafute. Bado nikabrete kweli kweli. Ni karama. Anasema dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Kuna maana yake nini? Yesu alifanyika dhahabu. Damu yake ilifanyika dhahabu. Ndio maana anasema nikupe dhahabu safi. Maana damu Yesu itakupaka macho ya roho, utaanza kuona. Maana itafungua masikio, utaanza kusikia. Waebrania. Nataka kwanza ujue tunataka kuelekea wapi. Alafu leo tujikaprete. Leo ni siku ya kujikaprete. Yaani leo ni siku ya kujitafuta. Ujitafute kama una uzima basi tutajua matokeo yako. Sasa mtajua kwa matendo. Tutajua kama una uzima. Kwa nini kitu gani? Alisema baba tutafanya tutajua hizo sasa. Anasema tutajua kwa matunda yao. Lakini tunataka kujua tutajua tu kama huyo sio kizipo. Baba fitina zipo, bado yaokoka. Masengenyo hapo, bado. Nini kipo, bado. Kanisa bado linaokoka. Ila liko kwenye chati na kuacha dhambi hawataki. Kitabu cha Waebrania. Usikie kama Yesu kwa mashaiti. Nafikiri mchezo wao za nena, toba na rehema. Ni maneno yako tu, yaani unataka tu Mungu akumbue. Uje hapo jieleze. Ili utoke hapa na hiyo vizuri. Kwa sababu umedumu katika kutenda dhambi sana. Kelele mbele za watu wote. Ndio toba hiyo yakwambiwa papa hiyo ubembeleze. Yaani nguvu ya Mungu iwasakanye. Yaani hapo mnadhalilishwa, mnaumbuliwa. Anasema hivi. Waebrania 10 mstari wa 26. Hebu mtu mmoja anisomee. Wewe wa kamera nisomee. Tukaenda Biblia record. 10:26. Waebrania 10:26. Neno la Mungu linasema kama ni hivyo ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu 10:26 hapa 26 anasema maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi na ile kweli haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Nasikia damu ya Yesu ina expire. 27 anasema bali kuna ukitazamia hukumu yenye kutisha. Nasikia na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. 28 anasema mtu aliyedharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma. Usikie sasa.
kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Ufa bila huruma huyo. 29 anasema waonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana, zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo ndio, na kumfanyia jeuri roho wa neema. Ndio 30 anasema basi Mwendeleza Bwana. Nataka leo tujikabrete. Hapa ndipo safari yetu itaendelea. Na viko vitu vizuri ambavyo havitaingia ndani yako. Sijaruhusiwa kama tunajipata. Basi siwezi kutoa chakula hicho. Sijiulize. Amen. Nimeambia kama mtu anazali mzima, anao uzima. Basi hata yanataka tukwambia hata yaelewa. Yanahitaji mtu ambaye ana haja na uzima. Yanahitaji mtu ambaye anataka upate uzima. Yanahitaji mtu ambaye anahitaji Roho Mtakatifu. Anahitaji damu ya Yesu imtakase. Unajua mtu mwingine haelewi. Ulipohubiriwa injili ya Yesu Kristo, amen, ilikuja tu kukuita, sio kukutakasa. Si nini ulionichagua, ni mimi. Unafikiri kuchagulia ndio tayari unamaliza kazi? Uliitwa hapa ili ufanyie training, ili upate kutakaswa, upate kujua na kitu ambacho pekee yake ambacho nimeambia katikati yetu. Unasikia vizuri? Naomba tena vizuri sikio kwamba toba zetu hazina kibali, kwa sababu ya namna ambazo hazijapimwa na kuonekana zimekamilika, zimepungua. Na nisikilize sasa, toba kwa Mungu ni ukamilifu. Kutoa sadaka kwa Mungu ni ukamilifu. Kuimba kwa Mungu ni ukamilifu. Hapo ndipo ambapo sawa sana Ayubu, tusome kitabu ya Ayubu. Usikie mtu mkamilifu sasa. Ayubu inasema hivi. Ayubu inasema hivi. Nivumilie tu maneno hayo. Yana kazi yake, utayapata, utaona faida yake. Utaona faida yake. Kitabu cha Ayubu mstari wa 20 inasema hivi. Sikiliza sasa. Ayubu 8 mstari wa 20. Tazama, Mungu hata mtupa mtu mkamilifu, wala hata wathibitisha watendao uovu. Mungu hata mtupa mtu mkamilifu. Kumbe anahitaji mtu mkamilifu ambaye ni mtu wa kwanza aliyeumba pale Edeni. Alikuwa mtu mkamilifu, maana sura ya Mungu ilikuwa ndani yake, na alikuwa ni mfano wa Mungu ambaye ni Mungu mkamilifu. Sasa Mungu akampoteza mtu mkamilifu, anamtafuta mtu mkamilifu ambaye anasema sitamtupa, bali waovu atawathibitisha. Unafikiri anatumia kitu gani kuwathibitisha? Mungu ana mezani. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Mungu anayo mizani ya kupima toba yako, ana mzani wa kupima sifa yako, ana mzani wa kupima sadaka zako. Ndio maana alipopima sadaka Akaini Abeli, akamtema Kaini, akampokea Habili. Kamilifu. Nafikiri ndio sadaka ya Kaini ya Habili ilikuwa ilitoka kwenye moyo thabiti uliothibitishwa. Unathibitisha. Mungu hata mtupa tazama, Mungu hata mtupa mtu mkamilifu, wala hata
kutenda uovu. Yaani wewe imba nyimbo zako. Sasa na Maombolezo 3:8 kwamba utalia atapinga, utafanyia atapinga, utafanyia atapinga, atapinga mpaka yule dhambi yako. Mpaka yule dhambi yako. Mpaka yule dhambi yako yote ukaamue yote. Sio kutubu pole yote. Unapanga budget ya sana. Leo nataka hii. Sasa akasema nilisema tu kesho mwingine. Nafikiri Mungu ni wahimu. Mungu ni mkamilifu. Tani toba kamilifu. Dhambi ambazo zimefanya toba yetu sikamilike. Sikiliza tu. Si kanisa hili tu. Kanisa la dunia. Mimi nimetuma kwa ajili ya kanisa la dunia. Si kwa ajili ya uzima na ushindi. Maana wako wengi wako kama wewe wanaabudu. Hawamuoni Mungu kikamilifu. Vitu vilivyosababisha